Katika ibada ya leo tulijifunza kuhusu umoja wa roho, umoja wa Mungu. Leo tulisoma kitabu cha Waibrania 4 ikianza mstari wa 3. Baba inasema, na tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili moja na roho moja, kama na verse number Waefeso 4 mstari wa 3. Biblia inasema, na tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili moja na roho moja, na kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana moja, imani moja, ubatizo moja, Mungu moja, aliye Baba wa wote, aliye juu ya yote, katika yote, ndani ya yote. Kwa hivyo hapa tunajifunza kuhusu umoja. Tunaambiwa tukuwe na imani moja, tukuwe na roho moja, tukuwe na ubatizo moja, tukuwe na Mungu moja, na tukuwe na Bwana moja. Kwa hivyo kama ni umoja ndio tunafunzwa, alikadhalika mjue ya kwamba jina pia inafaa tukuwe na moja. Tunafaa tuombe kwa jina moja, tubatizwe kwa jina moja, tuabudu kwa jina moja. Katika Biblia hakuna mtu alikuwa anajua jina la Baba. Jina la Baba limekuja kufunuliwa kwenye kitabu cha New Testament. Kitabu cha John chapter 14 verse number 26. Yesu anasema, John 14:26, nami niliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Kwa hivyo Kristo Yesu anasema ya kwamba yeye alitujulisha jina la Baba. Kristo alitujulisha jina la Baba. Kwani ni wapi ambapo Kristo alitujulisha jina la Baba? Ni wapi huko ambako Kristo alitujulisha jina la Baba? Kitabu cha John 17 verse number 12. John 17:12. Yesu anasema, nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba alipokuwa pamoja na wanafunzi wake, aliwalinda kwa jina la Baba. Unasikia anasema, nilipokuwapo pamoja na wao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Kwa hivyo ili jina la Kristo Yesu ni jina ambalo alipewa na Baba. Ilikuwa ni jina la Baba na Baba akampea hiyo jina. Kwa hivyo kumbe ni jina ambalo amerithi. Yaani Yesu alirithi hili jina kutoka kwa Baba. Hili jina ya Yesu ni jina la Baba. Kwa hivyo Yesu amerithi jina ya Baba yake. Kwa hivyo Mungu wetu pia anaitwa Yesu. Mungu wetu anaitwa Yesu. Jina lake ni Yesu, jina lake halisi. Unasikia Biblia anasema hapo John 14:12, nilipokuwa hapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa. Kwa hivyo Yesu alipewa jina la Baba yake. Baba ya Yesu alikuwa anaitwa Yesu, na hiyo jina ndio alipewa. Kwa hivyo alifanya kurithi hilo jina. Alifanya kurithi. Kitabu cha Waibrania 1 mstari wa 4. Biblia inasema, Waibrania 1:4, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo na utukufu kuliko lao. Kwa hivyo hili jina la Kristo ni jina ambalo alirithi na liko na utukufu. It is a better name. It is a powerful name. Kwa hivyo hili ni jina la Baba. Yesu alirithi jina la Baba. Waebrania 1:4, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi
liko na utukufu kuliko lao. Kwa hivyo jina ambayo Yesu Kristo alirithi liko na utukufu. Na wakati Kristo alikuja hapa duniani, alikuja tu kwa hilo jina la Baba tu. Hakuna jina lingine alikuja na, alikuja tu kwa hilo jina la Baba tu. Kitabu cha John 5:43. Yesu anasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Kwa hivyo Yesu anasema amekuja kwa jina la Baba yake. He has come in his father's name. Kwa hivyo jina la Yesu ni jina la Baba yake, na anasema amekuja kwa jina la Baba yake. Amekuja kwa jina la Baba yake. Kwa hivyo hilo jina ni jina ambalo liko na nguvu, liko na uwezo, kwa maana hilo ni jina la Baba. Kitabu cha Waefeso 1 verse number 20. Ephesians 1:20. Biblia inasema alilotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali na katika ule ujao. Kwa hivyo ile jina ambayo Kristo ako nayo limepita kila jina litajwalo. Hiyo ni Waefeso 1:21. Limepita kila jina litajwalo. Kwa hivyo tukiomba, tunaomba kwa hilo jina. Hakuna jina jingine ambalo tumepewa ya kuomba nayo. John 14:14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Kwa hivyo hiyo ndio jina ambayo watu wanaomba kwayo. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. John 14:14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Kwa hivyo kama vile Waefeso inasema tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili ikuwe ni moja, roho ikuwe ni moja, tulivyoitiwa tumaini moja la wito wetu. Bwana ni moja, imani ni moja, ubatizo ni moja, Mungu ni moja, na jina pia inabidi ikuwe ni moja. Jina pia inabidi ikuwe ni moja. Na hilo jina ndio jina ambalo liko na nguvu kuliko majina yote. Hilo jina ndio liko na nguvu. Hakuna wokovu kwa njia yoyote isipokuwa kwa hiyo jina. Hiyo jina ndio liko na nguvu. Na hiyo ndio jina ambayo wanafunzi wake walikatazwa wasihubiri, kwa maana hilo jina ndio liko na nguvu. Kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 4 verse number 12. Matendo ya Mitume 4 verse number 12. 4 verse number 12. Hata tuanzie 4 verse number 10. Tuanzie 10. Biblia inasema, jueni nyinyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiwe jiwe lile lililodharauliwa na nyinyi waasi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Verse number 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Verse number 12. Biblia inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo yote ndio jina ambayo inaokoa watu. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambayo wanadamu wanaweza kaokolewa kwalo, ila ni hiyo jina la Yesu. Hakuna jina jingine, ni hiyo tu ndio jina. Hakuna. Na hiyo ndio jina ambayo inapingwa sana. Matendo ya Mitume 4:17. Biblia inasema,
lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Tuwatishe. Matendo ya Mitume 4:17. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Tuwatishe. Wakawaita wakamuru wakisema kabisa. Wakawaita wakawamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Kwa hivyo waliamuriwa wasiseme kabisa wala wasifundishe kwa jina la Yesu. Hiyo ndio jina ambayo inapingwa, na hiyo ndio jina ambayo liko na nguvu na liko na uwezo na liko na mamlaka. Hakuna jina jingine ambayo inapita hiyo jina. Hata Jehova tu bado ni huyo Yesu tu. Kitabu cha Zaburi 83 verse number 18. Psalms 83:18. Biblia inasema, wajua ya kuwa wewe uitwaye Jehova, wajua ya kwamba wewe jina lako Jehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Wajua ya kuwa Zaburi 83:18. Wajua ya kuwa wewe uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Juu ya nchi yote. Kwa hivyo huyu ambaye anaitwa Yehova ni huyu tu Yesu tu bado tu. John 8:23. Akawaambia, John 8:23, akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Nyinyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. John 8:23. Akawaambia, nyinyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Na Zaburi 83:17 inasema, wajua ya kwamba wewe uitwaye jina lako Yehova ndiye peke yako uliye juu ya nchi yote. Nimesikia Yesu anasema mimi ni wa juu. Kwa hivyo yeye tu ndiye bado huyo Yehova.